Sana Abdullah Pandu kwa taarifa hiyo. Uongozi wa kanisa la Assemblies of God Gospel Church International umeamua kukata rufaa kupinga agizo la msajili wa mambo ya ndani ya nchi linalotaka kanisa hilo kufanya uchaguzi wa viongozi wake haraka iwezekanavyo, kidai kuwa agizo hilo linakiuka katiba ya kanisa hilo. Taarifa zaidi na Laudens Simkonda. Askofu mkuu wa kanisa hilo Dr. Asumwiche Mwesabila amesema wamepokea barua kutoka kwa msajili huyo tarehe 6 Juni 2025 ikiwataka kufanya uchaguzi mkuu wa kanisa, lakini uongozi wa juu umeona hilo ni kinyume na utaratibu wao wa ndani. Kamati kuu yangu ya kanisa langu jipya tulionalo wakakataa kwa pamoja kwamba hapana, uchaguzi wetu ni miaka 5 imalize na tutafanya uchaguzi. Tumekaa kidogo ndio tunapata barua kutoka kwake. Msajili anasema msipofanya hivi, baada ya kujibu barua lake na tulimjibu kabisa kwamba hatutafanya. Amaleta ndio barua ya tarehe 6 anasema usipofanya hivyo na kufutia. Katibu mkuu wa kanisa hilo Askofu Naamani Shauri ameeleza kuwa hatua hiyo ya serikali imewashitua na ndio maana wameamua kuchukua hatua ya kisheria kwa kukata rufaa ili kupinga kile wanachokiita shinikizo lisiokuwa la lazima. Kwa hiyo tumekata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia katibu wake mkuu, na imeingia jana ya pinga maelekezo ama shinikizo la msajili kufanya kwamba tukafanya uchaguzi. Naye mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa kanisa hilo Mchungaji Jacob Chacha amesema AGCCI ni kanisa changa lililotokana na mgawanyiko kutoka kanisa la zamani la EAGT, hivyo bado linahitaji uongozi thabiti wenye uzoefu kuendelea kulijenga. Tumetoka katika mwanzo wa kutoka katika kukatika kutoka kwenye dhehebu jingine na kuanza mwanzo wa dhehebu hili. Kwa hiyo hatufahamiani. Kwa upande wake mtunza hazina wa kanisa hilo Mchungaji Benson Kitonka amesisitiza kuwa viongozi na waumini wa kanisa hilo walikubaliana kwa pamoja kutofanya uchaguzi hadi kipindi cha miaka 5 kitakapotimia. Tulikubaliana kwa pamoja kwamba uchaguzi tutafanya baada ya miaka 5. Kwa katiba yetu sisi nasema mwenyekiti wa vikao vyote kuanzia halmashauri kuu, baraza la waangalizi, vikao vya kurugenzi, mwenye kusimamia vikao hivyo vyote ni askofu mkuu. Katika hali hiyo, viongozi na waumini wa kanisa hilo wamemuomba msajili wa mambo ya ndani kusitisha utekelezaji wa agizo hilo la kutaka uchaguzi wa mapema, wakisema kuwa muda wa uchaguzi mkuu haujafika na kulazimisha uchaguzi sasa kunaweza kuvuruga utulivu wa kiutawala uliopo. Laudens Simkonda, Star TV, Mbeya. Na mgombea anatarajiwa kuwania nafasi mbalimbali za uchaguzi umetakiwa kutojihusisha na vitendo